kutokea soko la Machinga hapa Dodoma, tukizungumza na vijana, na leo tunazungumzia magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Hii ni elimu ya afya kwa umma, idara ya kinga, wizara ya afya. Mimi ni Amos Mwakitalu na hii ni Afya Quiz. Mimi kama kijana, uelewa wangu kwenye magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kwa maana ya kisukari, presha. Twende kwanza kwenye uelewa wa vijana. Je, wana uelewa na haya magonjwa au hawana uelewa nayo sana? Kiuhalisia ni kwamba nahisi kama elimu haiwafikii vizuri na uelewa huo hawana sana. Nafahamu magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kama presha, sukari na mengine. Kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni pamoja na presha, kisukari, shinikizo la damu pamoja na stroke. Mimi binafsi naamini kwamba msongo wa mawazo, saa nyingine uzito kupita kiasi kama nilivyokuwa mimi. Naamini hasa sukari, presha, nje ya sababu nyingine, lakini sababu kuu ni namna yako ya kula. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwangu mimi naamini, lakini pia mazoezi pia. Unajua unafanya mazoezi, yani vile vitu vya kupata ni haiwezi kupata kwa haraka. Ila kwa umekaa tu sehemu moja, labda mazoezi kwa wingi ufanye, kupata lazima kupate, kwa sababu unakuwa uchangamshi mwili wako. Ndio utakuwa mwili umepoa. Kwa vile vitu kupata ni chapu tu kupata kwa haraka. Kwa hiyo unajishughulisha na masuala ya mazoezi kama pushi, mchaka, kuinua chuma, kwenda gym, na hivyo vitu kuvipata ni haitawezekana kuvipata kwa haraka. Kwa yule ambaye ana uzito mkubwa kama mimi, maana napenda nijitolee mfano, mimi ni mfano halisi. Anashauriwa kupunguza wanga, kupunguza vyakula vya mafuta na pia kupunguza vyakula vya sukari na kufanya mazoezi. Mboga za majani kwa wingi anashauriwa kula pamoja na matunda. 12 ninapoamka nakimbia kidogo kutoa mwili jasho na kile ambacho labda kilibakia mwilini ambacho hakikufanya mchakato vizuri, mafuta, kuchoma kidogo mafuta. Alafu baada ya hapo ndio nakuja sasa kuanza ratiba yangu ya kazi. Huo ni utaratibu wa kwangu mimi, na hiyo naona ni njia nzuri ya kuniepusha na magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni magonjwa yale yote yasiyokuwa na vimelea vinavyoweza kusababisha magonjwa. Mfano wa magonjwa hayo ni sukari, shinikizo la damu, kansa, magonjwa ya figo, ajali na mengine. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanasababishwa na kutokuzingatia mtindo bora wa maisha. Nikimaanisha kwamba mfano kutokufanya mazoezi, kutokupata mlo kamili, uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, msongo wa mawazo, kutokupata usingizi wa kutosha na ajali. Kwanza wazingatie ufanyaji wa mazoezi. Mazoezi yanatakiwa yazingatie angalau nusu saa kwa siku kwa muda wa siku 5 katika wiki. Mazoezi haya ni mfano kukimbia, kupanda ngazi, kupanda na kushuka, kuruka kamba. Pia wazingatie mlo, kuepuka pombe, kuepuka uvutaji wa sigara, pia waepuke ajali ambazo zinaweza zikaepukika. Lakini kikubwa zaidi ni kufanya uchunguzi wa mara kwa mara wa afya. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza hayapati wazee peke yao, kwa sababu hata kijana yatapata. Mfano huyu kijana hazingatii mlo wa chakula, kwa hiyo anakula chakula chake, naweza nikasema ovyo, kwa sababu anaweza akapata mwili mkubwa, akapata
presha, akapata sukari, akapata kansa, vitu kama hivyo. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.